Karibu katika mfululizo wa vipindi hivi vya utalii wa michezo. Leo tuko pamoja katika kipindi hiki maalum kuhusu soka la ufukweni au beach soccer. Leo tutaangazia mchezo huu wa ufukweni na jinsi unavyosaidia kutangaza utalii huu wa michezo hapa kisiwani Zanzibar. Kwa muda mrefu kisiwa hiki cha marashi ya karafuu kimekuwa ni kitovu cha utalii na kuvutia mamia ya wageni wengi kutoka kila pembe ya dunia. Soka la ufukweni pia limekuwa moja ya michezo inayovutia watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani wanaofika hapa kisiwani Zanzibar. Leo tutaangalia namna soka la ufukweni linavyoshiriki katika kukuza utalii na maendeleo ya kiuchumi ya kisiwa hichi kilichopo katika pwani ya mwambao wa bahari ya Hindi katika eneo hili la Afrika ya Mashariki. Tanzania Safari Channel imepata fursa ya kuzungumza na mmoja wa viongozi wa soka la ufukweni na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Zanzibar, akitueleza ni vipi soka la ufukweni lilianza kuwa na umuhimu mkubwa hapa Zanzibar na kusaidia katika kukuza utalii huu wa michezo. Kwa niaba ya watu wa Zanzibar kupitia Zanzibar Beach Soccer Association ambayo ndio eneo wadhamini wakuu ambao wakuisimamia mchezo wa beach soccer kuja kwenye sports tourism kutokana na agenda ya serikali ya uchumi wa blue. Kwa hivyo tuko hapa kuisimamia agenda ya serikali na matarajio yetu yote kwa Wazanzibari na Watanzania kwa jumla. Mimi naitwa Ali Sharif Adolf, ni mchezaji wa zamani wa timu ya Malindi na Zanzibar na timu ya taifa ya Zanzibar. Nimechezea timu ya Malindi kwa miaka 7. Soka la ufukweni lilianza kama mchezo wa burudani kwenye fukwe hizi za Zanzibar. Lakini kwa miaka michache iliyopita tumeona ongezeko kubwa la mchezo huu katika maeneo mbalimbali kwa wakazi wa kisiwa hiki cha marashi ya karafuu.
Mashindano ya soka la ufukweni ya Zanzibar Beach Soccer Championship yamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kisiwa hiki cha Zanzibar ni moja ya visiwa adimu duniani vinavyojivunia kuwa na mandhari nzuri na ya kupendeza. Fukwe nzuri na hali ya hewa nzuri, vyote hivi vinafanya mahali hapa kuwa ni kivutio cha kipekee cha watalii wanaopenda michezo hii ya ufukweni. Kwa hivyo utakuta beach soccer kwa serikali ya Zanzibar ni mradi mkubwa wa serikali kwa kushirikiana na wazawa ambao ndio sisi tulioanzisha kuja kwenye ajenda ya serikali ya 2020 ya uchumi wa bluu. Kwa hivyo utakuta mradi huu ni wa muda mrefu kutoka 2009, kwa hivyo umepita kwenye awamu 2 za serikali. Kwa hivyo sio mradi wa kuwa umekuja tu haraka haraka, ni mradi wa muda mrefu ambao sasa umefika kikomo chake kupitia kwa rais wetu mpendwa ambaye amekuja na ajenda ya 2020 ya uchumi wa bluu, ambao una faida kubwa mchezo huu wa beach soccer kwenye uchumi wa bluu, kwa sababu una mnyororo mrefu mbali ya uchezaji wa beach soccer, una mnyororo mrefu wakati wale wa mashindano yake. Mashindano yake yanakuweko kwa siku 2 au 3 na ikiweko international game na kwa siku 5. Kwa hivyo mnyororo wake ni mkubwa, na wenzetu wa nje walioendelea kila mchezo ni sports tourism, kwa sababu wanakuja watalii kutizama mechi zile, wanakuja wanakaa kwenye mahoteli, wanatumia usafiri, wanakula vyakula. Kwa hivyo ni mnyororo mrefu kwenye sports dunia nzima, isipokuwa sisi tumechelewa. Kwa hivyo inabidi tuanze kupitia rais wetu mpendwa. Tayari ameanza kwa upande wa mpira wa miguu, lakini mpira wa miguu hautoenda kasi kama utavyokuwa beach soccer, kwa sababu beach soccer ni mchezo ambao una ladha yake na ni moja ya mchezo ambao utakuja kuwafanya wachezaji wa mpira wa miguu wawe mahodari zaidi, kwa sababu ukitizama wachezaji mahodari wote duniani wa Brazil na wale wenye fukwe wametokea kwenye fukwe, including sisi tuliotokea Zanzibar. Sisi tulikuwa tuko kwenye fukwe kila wakati, ndio maana tukaja kuwakilisha nchi zetu uzuri na tukapata mafanikio makubwa kwenye ndani ya nchi na nje ya nchi kupitia mpira wa miguu. Kwa hivyo hii ni program ya FIFA ya kufanya vipaji vya mpira wa miguu kukua kwa haraka na kuwa na vitu vingi vizuri kwenye uwanja. Utapocheza beach soccer utacheza uzuri kwenye. Kwa hivyo huu ni mradi unaoleta faida kwenye football, unaoleta faida kwenye sports tourism. Zanzibar imejaliwa kuwa na mazingira bora ya kucheza soka la ufukweni, hivyo kufanya mchezo huu kuongeza thamani katika sekta hii ya utalii kiasi cha kuwavutia wageni mbalimbali kutembelea kisiwa hiki cha marashi ya karafuu. Beach soccer ni mchezo ambao utakuja kunufaisha nchi ya Zanzibar sana katika mambo ya utalii na international competition, kwa sababu tutafanya international competition ili tuweze kutangaza utalii zaidi ya fukwe zetu. Kama mnavyoziona, kuna fungu pale mbele yetu liko katikati ya bahari ambayo tunacheza vile vile, ni uwanja wetu. Kuna serikali ishajicommit kujenga uwanja wa stadium ya beach soccer, na inshallah wakati wa press ya Zanzibar Beach Soccer Association na watu wa Brazil yataelezwa mingi ambayo yatakuja kufanywa kwa pamoja na Zanzibar Beach Soccer na watu wa Brazil pamoja na serikali. Kwa hivyo tunataka kupiga hatua moja kubwa sana katika kutangaza utalii, kuwasaidia marais wetu wawili wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu Mama Samia, na rais wetu mpendwa wa Zanzibar Revolutionary Government Mheshimiwa Hussein, ambaye wanafanya bidii kubwa na kujitolea wao wenyewe kufanya vipindi. Kwa hivyo nashukuru TBC kwa kuja kufanya vipindi kumsupport Mama Samia na rais wetu
katika kutangaza sports tourism. Naelezea tena Watanzania wote wanaonisikiliza. Sports tourism ni michezo yote wenzetu walioendelea wanaitumia. Ni michezo yote kuanzia football, tennis. Kila unapoona, nafikiri mnaona kwenye ile slam grams nini, ile ni utalii. Kwa hivyo kila mchezo tufanye ni advantage kwa Kiswahili sio wanasema, yani kama bahati ya kuja ule mchezo kufunguka mambo mengine. Kwa hivyo beach soccer naenda kufungua mambo yote. Utapokuja watalii, watu wa magari watapata kuwapakia kuwaleta kwenye mechi, watu wa vyakula watapata kuwauzia, watu wa maboti watapata kuwapeleka kwenye mechi zetu, watu watakaoingia uwanjani watapata wale volunteer natakaocheza. Nataka timu zetu za beach soccer zote ziwe professional. Nataka timu yetu ya taifa ya Zanzibar iwe inashiriki mashindano ya kimataifa nje na kutayarisha mashindano ya kimataifa ndani. Hiyo ndio advantage moja kubwa ya sports tourism ambayo tunakuja kuifanya kwa pamoja na serikali kupitia ZFF, Baraza la Michezo, Wizara ya Michezo, Zanzibar Beach Soccer Association na government yote ya Zanzibar kwa pamoja, na kama nilivyokuambia ni ushirikiano pamoja na uchumi wa blue, Wizara ya Utalii kwa pamoja. Kwa hivyo ukitizama hiyo timu mwakani inshallah, wakati wa press conference hiyo kubwa ya kuitangaza Zanzibar Beach Soccer Association na ujio wao watu wa Brazil, nini kinataka kufanyika, yatatangazwa matumaini makubwa zaidi, kwa sababu January tunataka kustart ili watalii waje, iwe hamna low season katika nchi yetu, isipokuwa ni high season for all year. Na unaweza kufanya high season for all year kupitia michezo. So lazima tuwe wajanja. Wenzetu walioendelea, nasema tena, wanatumia michezo yote kuwa ni sports tourism. Mashindano ya soka la ufukweni yanaongeza thamani kubwa katika sekta ya utalii kisiwani hapa. Mchezo huu umekuwa maarufu sana na kufanya mashindano haya ya beach soccer kufanyika katika fukwe nzuri za Paje, Nungwi na Kendwa. Beach soccer tunataka tuwe mfano kwa nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, kuwa ndio kioo cha sports tourism ya nchi zetu zote mbili. Kwa hivyo tunataka kuwa moja kati ya nchi kali duniani, na ukitizama history kwenye 2017 Zanzibar tulicheza Copa Dar es Salaam pale Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, mashindano ya Afrika Mashariki na Kati ya beach soccer, na Zanzibar tulichukua kombe lile. Kwa hivyo Zanzibar kwenye beach soccer ni watu hatari sana na wana vipaji vingi sana. Kwa sababu utapozaliwa Zanzibar wewe tayari ni beach soccer, kwa sababu mchezo wako mkubwa unakuwa huko. Kwa hivyo tutavoungana na wenzetu katika mambo ya Tanzania, inabidi watafute washauri ambao wanajua yale mambo ya beach soccer. Hiyo huwezi kuepuka mambo hayo. Ili tuende kwenye sports tourism. Tusende katika yale mambo ya kuwa tunacheza tu. Huu mchezo ni sports tourism. Wanatakiwa washauri ambao wameuanzisha na walosomeshwa na FIFA, kwa sababu tumesomeshwa na FIFA. Kwenye 2013 tumezialika timu za taifa za Uganda hapa, tumealika timu ya taifa za South Africa hapa, wamecheza bububu kule. Uwepo wa wageni hawa wanaofika kisiwani hapa unasaidia kukuza biashara za hoteli, migahawa na huduma nyingine za utalii, hivyo kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja na Zanzibar kwa ujumla. Mashindano haya ya mpira wa ufukweni yametoa fursa nyingi kwa Zanzibar kujiimarisha kiuchumi kama eneo muhimu la utalii na kituo cha michezo ya kimataifa Afrika Mashariki. Karibu Zanzibar. Karibu katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu.